Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, wote tamka sema amina. Andika ujumbe wa leo: ufalme wa Mungu kama mbegu ipandwayo uipandayo. Uko tayari kuandika? Ufalme wa Mungu kama mbegu upandwa katika njia zako. Ufalme wa Mungu kama mbegu upandwa katika njia zako. Ufalme wa Mungu kama mbegu upandwa katika njia zako. Ufalme wa Mungu ni mamlaka. Ufalme wa Mungu ni neno la Mungu. Ufalme wa Mungu ni sheria au taratibu za kimungu, na zile taratibu za kimungu ni kama mbegu. Sasa ile mbegu inapandwa katika njia za mtu. Wakati unaangalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura 9, ule ufalme wa Mungu ni kama mbegu zinapandwa hizo mbegu katika njia za mtu binafsi, mmoja mmoja, mtu baada mwingine na mtu mwingine. Sasa ule ufalme, neno ufalme ni utawala, neno ufalme ni mamlaka, neno ufalme ni nguvu, neno ufalme ni ushindi, neno ufalme ni uwezo, neno ufalme ni jeshi, ni mamlaka kiujumla. Sasa ile mamlaka inapandwa ndani ya njia za mtu, ni kama mbegu. Kwa hiyo ili mtu apate kufanikiwa, ili Mungu akujie awe sehemu yako, ule ufalme wa Mungu uwe sehemu ya huyo mtu, unatakiwa ule ufalme wa Mungu upandwe katika mbegu, katika zile njia zako. Njia ni nini? Ni maisha ya mtu anayeishi. Njia ni nini? Ni mzunguko wake wa ndoa, ni mzunguko wake wa biashara, ni mzunguko wake wa afya. Njia ni nini? Ni maisha alionayo, wakati mwingine hata pia maisha ya utakatifu. Ndio inaitwa njia zake, njia za mtu. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 9, Wakorintho wa pili sura 9, labda nianzie mstari wa 8 tupate sehemu ndogo hapa ya kutusaidia. Ni mbegu. Sasa ile mbegu, mtu anapopandiwa ufalme wa Mungu, utakatifu ndio ufalme, mwongozo wa Mungu, kanuni ya Mungu ndio ufalme, ndio utawala, ndio mamlaka. Sasa inapopandwa ndani ya njia za mtu, katika moyo wa mtu, inaumbwa, inaitwa ni mbegu. Basi sasa ile mbegu itaota, ile mbegu itaanza kuzaa matunda, ile mbegu itachanua, ile mbegu itadondosha tena matunda mengine hata sehemu nyingine. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari tuanze mstari wa 8 kwanza. Hayo mstari wa 8 tuendelee mpaka 10, anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na Mungu anaweza kuwajaza, anaweza kutuongezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, ili tuwe na riziki za kila namna siku zote. Anasema yeye Mungu anaweza kutujaza. Lengo na dhumuni tuwe na riziki za kila aina, baraka za kila aina, za kila namna, lakini sio siku moja, sio wiki moja. Anasema siku zote. Yeye Mungu uwezo anao wa kutujaza, ukapata mavazi, ukapata chakula, ukapata mbegu ya kupanda, ukapata kwenda ibadani, ukapata sadaka, ukapata fungu la 10, ukapata riziki hapa na pale, ukapata hata mtoto shule. Anasema yeye Mungu anaweza kutujaza riziki ya kila namna. Riziki ya kila namna sio mpaka ipitie kwenye kahawa, ipitie kwenye maharage, ipitie kwenye mavuno. Hapana, inaweza ikapita kwa rafiki, inaweza ikapita kwenye biashara yako, inaweza ikapita popote pale. Mungu uwezo anao.
Nini ambacho kinatakiwa kwetu? Ni kwamba Mungu anataka tupandwe katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu kama mbegu ipandwayo katika njia ya mtu. Sasa mtu akishapandwa, amepandiwa ufalme wa Mungu, amepandiwa maombi, amepandiwa utakatifu, amepandwa ndani yake kumtumikia Mungu, amepandwa ndani yake moyo wa ibada, amepandwa ndani yake utakatifu, basi riziki la kila namna zina uwezo wa kuanza kutokea na kuja, kwa sababu ndani yako Mungu amepandapo utakatifu. Ndani yako Mungu umemruhusu, ndani ya moyo, ndani ya njia zako Mungu akapanda ufalme, utawala, nguvu, mamlaka. Basi riziki zile za kila namna zinaweza kuanza kuja, kwa sababu ndani yako pamepandwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine riziki zile za kila siku zimekuwa hazitokei, haziji kwetu kwa sababu moja, ndani yako hapandwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni uwezo wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni utawala wa mamlaka kutoka mbinguni. Ufalme wa Mungu ni nguvu ya kushinda ulimwengu, ni nguvu ya kuwashinda wachawi, nguvu ya kuwashinda watu wanaofunga mikono yako, wanaoshindana kushindana na wewe kuzuia riziki yako. Basi hiyo ufalme wa Mungu kisha pandwa ndani, ukawa kama mbegu, utaanza kuzaa matunda, ndio inatokea riziki za kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwenye malango yako hapata kosa mgeni, kwenye malango yako hapata kosa mteja, kwenye malango ya kanisa hapata kosa matoleo ya sadaka, kwenye malango ya kanisa hawatakosa watu wanaokuja kuhitaji msaada au waliobeba sadaka, ikiwa ni mchungaji, ikiwa ni mtumishi wa Mungu. Lakini kwenye mlango wako biashara yako lazima utakuwa na mzunguko mzuri wa biashara. Utauza na kununua, utakwenda unakotaka kwenda, utafanya kile unachotaka kufanya, utaoda, utafanya biashara, itazunguka, kwa sababu mikono yako, moyo wako umepandwa mbegu ya ufalme ndani ya. Mbegu ya ufalme ni sheria za Mungu. Mbegu ya ufalme ni masharti au ni kiwango cha utumishi kilicho ndani ya mtu. Hiyo ni mbegu ya ufalme. Mstari anasema mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Anasema anaweza kubarikia mpate riziki za kila aina, ili muweze kushinda na ili mpate kudumu na kuweza kudumu katika tendo jema. Kwa hiyo matendo mema ndiyo mbegu. Mungu anapoachilia riziki ya ufalme, neno la Mungu likaja kwako, kiwango cha utakatifu kikaja kwako, unapokipokea sasa, ndio panapotokea maisha ya matendo mema. Yale matendo mema yanapotokea kwako, pataanza kufunguka uwezekano, riziki za kila aina. Utapata kibali mbele ya watu, utapata kibali mbele ya jamii, utapata kibali kwa mke, kibali kwa mume, utapata kibali kwa bosi ofisini, utapata kibali mahali popote pale, kwenye stendi yako ya bodaboda, utapata kibali katika safari yako unapokwenda. Mungu atakukutanisha na mtu aliyebeba baraka zako, hata kukutanisha na mchawi wala mganga, hata kukutanisha na mtu wa mikosi. Mungu atakuepusha na ajali, kwa sababu ndani ya moyo wako, ndani ya njia zako pamepandwa mbegu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga hatua mstari wa 9. Anasema kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anasema hivi, yeye ametapanya, anaweza kutapanya, anatapanya na achilia, anampa riziki ya leo, anakupa riziki ya leo ya wiki hii. Sasa baada ya muda anasema hivi, ikiwa wewe ndani yako, unasikia wewe mwenye sali, anasema sasa baada ya muda, alipotapanya amekupa uzima, alipotapanya amekupa afya, alipotapanya amekupa mtaji, alipotapanya amekupa uponyaji, alipotapanya amekupa biashara, amekufungulia mlango. Sasa yeye ametapanya, anasema haki yake inabaki kuchunguza na kuangalia mienendo yako katika njia zako. Sasa ile mtu alijepokea ambacho riziki ya Mungu iliyotapanywa, Mungu alichokiachilia, ukakipokea. Sasa utakapokuwa mwaminifu, ndio inaitwa mtu huyo imepandwa mbegu ya ufalme ndani ya. Kwa hiyo Mungu ana tabia ya kutapanya, kuachilia baraka, kuachilia uponyaji, alafu akabaki muangalie yule mwanamke, akabaki muangalie mchungaji. Baada ya kupewa hiyo riziki uliyopewa, unaifanyaje? Unaiendeshaje? Baada ya kupewa afya, baada ya kupona sasa, baada ya kupata amani, ni nini ambacho namlipa Mungu? Unaishi maisha namna gani?
katika njia zako umefanyaje kuonekana kama unamheshimu Mungu katika mali zako, unamheshimu Mungu katika afya uliyopewa, unamheshimuje Mungu baada ya kumepokea muujiza wa uponyaji wako. Hiyo ndio inaitwa kupandwa mbegu, au amepandwa mbegu katika njia zake. Sasa mienendo katika njia yako, unapoenenda sawasawa katika mapenzi ya Mungu, ufalme wa Mungu unakaa kwako kama mbegu, na huwezi kukosa riziki, baraka za kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hapa wanaposema riziki ya kila siku, wengine wanawaza sana kwenye mambo ya pesa. Riziki ya kila siku moja wapo ni ulinzi. Maadui atatega mitego, hawatakuweza. Riziki ya kila siku ni pamoja na baraka, kukuepusha na magonjwa. Riziki ya kila siku ni kugusa chochote cha kwako kidogo tu, mavuno kidogo, biashara ndogo tu ikakujiliwa mugisha kidogo tu, ukapata mavazi kidogo tu, mtoto akaenda shule kidogo tu, kajenga nyumba kidogo tu, kapata sofa ndani kidogo tu, kikapata kwenda sokoni na kuuzwa, kwa sababu ndani yako wewe mtu umepandwa mbegu ya ufalme wa nani? Mbegu ya ufalme wa Mungu ni utakatifu. Mbegu ya ufalme wa Mungu ni neno la Mungu. Mbegu ya ufalme wa Mungu inayopandwa ndani yako ni maisha ya njia zako, jinsi unavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linapopandwa mbegu ya ufalme wa Mungu ndani yetu, kanisa lazima tubarikiwe. Kanisa litakuwa na wafanyabiashara, kanisa litakuwa na uzima na afya, kanisa litakuwa na watu wanaojishughulisha. Kwa hiyo utashangaa mama yule, baba yule na kitu anajishughulisha. Mume wako naye atabarikiwa kwa ajili ya mikono yako. Mke atabarikiwa kwa ajili ya mikono ya familia, kwa ajili ya mji wenu. Tutabarikiwa, hatutakuwa maskini, hatutakuwa fukara, hatutakuwa watu wenye machozi na kilio. Biblia inasema kwamba hata pia hapata kuwepo mtu aliyetasa kati yenu. Hizo zote ni riziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapata kuwepo mtu mwenye kusema nimeibiwa, nimepoteza, nimezulumiwa, nimetuma pesa yangu imepotelea hapa, nimefanya biashara imeharibika, nimepata hiki na kile. Yanaweza kutokea, lakini sio majanga yanayokupata mara kwa mara. Yaani hapo utatamani kujua kwamba eneo lako sasa hapajapandwa ufalme wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa umepanda ufalme wa Mungu ndani yako, lazima magonjwa yakuache. Bwana Yesu asifiwe sana. Familia, ndoa, baba na mama, watoto, tunapokuwa tumepandwa mbegu ya ufalme ya utakatifu, tunajua ibada, tunajua maombi, tunajua utumishi, tunajua kuwahi, tumesikia vitengo kaza wa kaza, tumewezesha nyumba ya Mungu namna hii, tumepanda mbegu katika utendakazi wetu. Basi hiyo ni mbegu katika njia zetu kanisani, ni mbegu katika njia zako kati ya mke na mume, ni mbegu katika njia za watoto wetu. Haleluya kanisa, haleluya. Kwa kufanya matendo mema ni mbegu, kwa kuacha dhambi, kwa jitenganisha na uasherati, ukahaba, ulevi, uzinzi, ukavaa nguo zinazomstiri mwanamke, mwanamume ikakustiri, zinazoleta utukufu mbele za Mungu. Umepanda mbegu ya mema, ukawahi kumtumikia Mungu, ukatambua heshima ya Mungu. Mungu ni zaidi ya mahakama, Mungu ni zaidi ya kituo cha polisi, Mungu ni zaidi ya ofisi mahali ambapo umeajiriwa. Hiyo inaitwa ni mbegu iliyopandwa katika njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni mchungaji, ni mtendakazi, kiongozi, jitahidi kupanda mbegu ya ufalme wa Mungu katika njia. Hatutakosa riziki za kila siku. Sasa Wakristo wa sasa wana riziki za kubatisha. Amepata leo, kesho hajapata. Amejaribu, amepigwa mradi huu, amejaribu hapa, amezumiwa, amejaribu hapa, mradi umenyang'anywa, amejaribu mradi huu, wala kuna mteja pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe subiri mpendo, nije nikuoneshe kitu. Mungu anifungulie mlango nilivyosema. Yaani kufikia mwezi wa 10 na mimi kifungua mradi, utaona wewe mwenyewe. Utaona mwenyewe. Sitasimama pale, lakini ni mradi wangu nimefungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatambua na kujua wakati nilikuwa kwenye biashara ya kusambaza pikipiki, bodaboda. Hakuna pikipiki ya kwangu iliyokosa mteja, na hakuna pikipiki yangu iliyoibiwa bila kukamatwa. Ziliwahi kuibiwa pikipiki 4, lakini mashahidi wengine wako hapa, vijana walikuwa wananionyesha. Ya kwangu haibiwi. Ukiiba wataikamatia popote pale, itakamatwa beria, utakamatwa na trafiki atikana kana kwamba haina bima, kumbe baadaye utakuta hauna kadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani kifungwa kamradi kokote kale kadogo lazima kavume, lazima kazunguke. Wateja watakuja kwangu, haijalishi nauza miwa, nitauza miwa, nitoke kwenye miwa nifungue duka.
Alafu na yule mtu ambaye hajapandwa mbegu ya utawala, mamlaka ya Mungu, atasema na mimi nakwenda kuuza miwa kama yeye. Utaingia mle, kumbe ujui mimi nina kitu nilicho nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaye Mungu, utawala Mungu uko kwenye biashara yangu, utawala Mungu kwenye familia yangu, uko kwenye ndoa yangu, uko kwenye miradi yangu. Ukipanda mbegu ya ufalme wa Mungu, watoto wako watapona, watakuwa wazima na afya. Ukipanda mbegu ya ufalme wa Mungu, miradi yao itafanikiwa kupitia wewe, maana maisha yao, familia ya ndoa, umepandwa mbegu ya ufalme wa nani? Ujumbe wetu unasema nini? Unasemaje? Ufalme wa Mungu ni kama mbegu ipandwayo, iliyopandwa, inayoweza kupandwa katika maisha, katika njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 9 anasema kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini. Yeye utapanya hivi namna hii. Nikupe siri moja, namna Mungu anavyowapa maskini, anawapa neno. Neno ndiyo mbegu. Haleluya. Neno ni nini? Hapa maskini anapewa maarifa, maskini anapewa mbegu, maskini anapewa neno la Mungu, maskini anapewa mbinu za kufanya kazi, maskini anapewa utakatifu. Alafu unashangaa baada ya hapo, sio yule aliyekuwa ni mgonjwa, sio yule aliyekuwa aliyetasa, sio yule aliyekuwa hawezi kuolewa, sio yule aliyekuwa hawezi kutumbiwa, sio yule kijana aliyekuwa hawezi kujenga nyumba. Lazima tujenge, kwa sababu ikiwa tumejengea ufalme wa Mungu ndani yetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanabaki kulia, wanabaki kujuta, wanaomboleza Mungu ametuacha. Kumbe hapana, ndani yako hajapandwa mbegu. Ndoa yako hakuna mbegu, watoto wako hakuna mbegu, mume hakuna mbegu, taasisi yako, mradi wako hakuna, hujapandwa mbegu. Neno la Mungu ndiyo mbegu, na ikiingia kwako ikakaa katika njia zako, basi ndiyo utawala. Neno la utawala ndiyo ufalme. Na hakuna mfalme asiye na jeshi, asiye na ulinzi. Hakuna mfalme asiye na silaha. Hakuna mfalme asiyetumikiwa, asiyeletewa. Hakuna mfalme asiyetawala. Sasa inakuwaje wa kutawala wakati ndani yako, ikiwa umewekewa, umepandiwa mbegu? Neno la Mungu ndio mbegu. Likikaa ndani ya mchungaji, basi atatawala. Likikaa ndani ya mwanamume, atatawala. Hakuna anayetakiwa kuingia kwenye familia kutawala. Hakuna ufalme mwingine unayetakiwa kuteka watoto. Hakuna ufalme mwingine unayetakiwa kumtesa mtoto wako, mume wako. Hakuna ufalme mwingine unayetakiwa kunyanyasa katika kitengo chako cha biashara. Lazima upate riziki za kila siku. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Sasa hii kwa sababu ya ufalme wa Mungu kama mbegu haujapandwa katika njia zako, ndio tunazalisha watu, tunazalisha washirika, tunazalisha watendakazi, tunazalisha watumishi kanisani, wale ambao wanamtegemea mkono wa mchungaji muda wote. Nataka kujenga mpaka uke mkono, nataka kuwa hivi, na baada ya muda mchache arudi tena kurenew, baada ya muda mchache asimamiwe pale, baada ya muda mchache. Yani ni sawa, lakini tulitakiwa ufalme wa Mungu kama mbegu upandwe ndani ya mtu. Baada ya hapo, akishapandwa ufalme wa Mungu kama mbegu, ukipandwa katika mfumo wako wa kuendesha biashara, ninaendesha biashara hii kwa mfumo, kwa katiba ya ufalme wa Mungu, hakuna adui anayetakiwa kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wangu ni zabihu, mwili wangu ni sadaka, mwili wangu ni hekalu, mwili wangu ndiko panapofanyika ibada. Sasa ufalme wa Mungu kama mbegu unapandwa, ukishapandwa ndani yako, sasa mwili unaupeleka ibadani, roho unaifanya kusikia agizo la Mungu, kusikia neno la Mungu, mwili unauvalisha sawasawa na utawala. Ufalme wa Mungu ni utawala, ni sheria. Kama sheria ya Mungu inavyosema, ndivyo ninavyotakiwa kuvaa. Ninakula chakula, ninaishi maisha haya katika njia zangu sawasawa na taratibu ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Turudi mstari wa 10 hapo sasa. Mstari wa 10 nasema, naye anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye Mungu mwenye kutupa mbegu, yeye Mungu amwachilie mtu mwenye mbegu za kupanda au mkate. Hebu utapiga kelele, sema au mkate. Hapa naongelea mbegu au mkate ambaye ni riziki.
chakula, mavazi, afya inaitwa mkate, pesa, akaunti, miradi, rasilimali, vyote ni vitu vinavyoitwa riziki. Yeye ampaye mtu mbegu za kupanda, na hiyo mbegu akainyeshea mvua, ikastawi, ikazaa matunda, anasema huyo hatoshindwa. Yeye huyo hawezi shindwa, atawapa mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anarudia sema hata pia ana uwezo pia, yeye anayewapa mkate wa riziki, anasema pia huyo anao uwezo wa kuwapa mkate. Ina maana eneo la chakula, mwanamke mwanamume anakosa chakula. Riziki ni ada ya mtoto shule. Riziki ni ulinzi tu. Ninalindwa na Mungu, ninafunikwa na Mungu, natembea katika neema ya Mungu. Kama asingekuwa Mungu nisingekuwa namna hii. Inaitwa ulinzi, inaitwa riziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahangaiko lazima tutoke, malazi lazima tuache. Ufanye jambo lako dogo upate nauli, ufanye jambo lako dogo ule na kunywa, ufanye jambo lako dogo upate hela hata ya kadi ya kwenda kwenye sherehe, ufanye jambo lako dogo upate tiketi ya kwenda Bukoba, kwenda Mwanza, kwenda Dar es Salaam, kwenda nchi za nje. Ufanye jambo lako dogo, watoto waende shule, ule na kunywa, upate afya. Yani riziki naona ni kama, lakini ina baraka ndani ya. Makofi kwa Yesu. Hizi habari za nimejaribisha, nimegusa hela, nimefanya kile kile, imeshindikana, si kwa nini na nini na nini, mimi naona Mungu ameniacha. Amekuacha, unapigwa, unadhulumiwa. Kwa sababu gani? Riziki za kila siku inaweza isiwe kwa sababu ndani yako hujapaliwa mbegu ya nani? Ya ufalme wa Mungu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Angalia kitabu cha Zaburi 126. Zaburi 126. Zaburi kitabu 126. Zaburi 126. Zaburi 126 mstari wa, labda tuanzie mstari wa Zaburi 126 tuanzie mstari wa 5. Mstari wa ngapi? Wa 5. Anasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Hebu wote rudia neno hilo. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inapata majibu kwamba hivi, katika mtu anapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mtu anaenda kupanda, wakati mtu anaibeba mbegu yake, anakwenda kwenye kupanda, anakuwa nyuma, hana chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana riziki, hana chochote. Wakati huo anakuwa ni mwenye machozi. Majira ya kupanda watu wanakuwa ni wenye machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira ya kuandaa mazingira upate, wakati huo unakuwa ni majira ya kilio. Lakini katikati ya kilio hicho, katikati ya maombolezo, katikati ya shida na mahitaji, unakwenda kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati unateseka, wakati hauna chakula, wakati hauna ada ya mtoto shule, wakati unataka kiwanja, wakati unataka mchumba kwa kuolewa, wakati unatamani nisimame kwenye kiwango cha utakatifu kama hivi tunavyojifunza kiwango. Yaani ni majira ambayo unaona ni shida, unalia. Ni majira ambayo unaona ni kama wanakutesa. Ni majira ambayo unaona ni kama labda wamekuonea. Ni majira unaona huu mlima sitaweza, unalia. Ni majira ambayo unaona kama kwamba huu msalaba sitaweza, kanisa hili sitaliweza, maombi sitayaweza, lakini ni majira ambayo unakuwa mtu ndani ya moyo, hata kama uone machozi nje, lakini moyoni ana machozi. Machozi ni kujiuliza, nitaweza kweli? Nitapambana kweli? Lakini pia machozi majira mtu anapokuwa akipanda mbegu, hana chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano kama nyakati hizi, watu wamepeleka watoto shule, wamenunua viwanja, wamelipa mikopo yao, wamenunua nguo, wamelipa madeni, wameanzisha miradi. Sasa mwezi wa 8 au wa 9 mvua inanyesha,
itakuta mtu hana chakula bali ana mbegu, na yenyewe mbegu mara nyingi inakuwa haitoshi, kwa sababu kule nyuma palipita changamoto, magonjwa na nini, akajikuta kauza mbegu yake, kauza na alichokuwa nacho. Sasa akaunti yake haina chochote. Wale watu wanachukua shilingi 7,000, 10,000, 2,000, anakwenda sokoni kununua mbegu, lakini na hiyo hela itakuwa haipo. Hali itakuwa ni kama ukame. Ni majina ambayo watu hawana mavuno, hawana kitu kwenye akaunti yake, lakini inakulazimu kwenda kupanda hata kama ni kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Labda nifuata hapa. Itakulazimu kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Itamlazimu kugusa mfukoni, kuitoa mbegu yake, kununua hela yake ndogo, kununua mbegu. Itamlazimu ile mama ule baba, yani beseni moja ile nayo ni ya chakula, hiyo ndio yenyewe. Beseni moja ile anategesha kwamba labda kutokea msiba niweze kupeleka malage kwenye mzangu kwenye mwatani wa baki huko popote pale. Hiyo ni beseni moja, lakini bado shamba ni kubwa, konde lake anatakiwa kuweka mbegu. Bado atalazimika, anapeleka mbegu, ananungunika, mimi kama ningekuwa na malage, yani mume wangu ile mke wangu, kama tungekuwa na mbegu ya kupanda, mimi hela yenyewe ndio hiyo hapa sina. Sasa marage yenyewe nimeyategesha nipeleke watoto shule, mahindi, yani anapanda mbegu lakini kwa macho. Nini ambacho nakufundisha? Wakati wa upandaji mbegu kuna machozi. Wakati wa kuliandaa kanisa kama ili simame, kuna machozi. Walianza kwa shida, wanaanza kwa taabu. Wakati unaanza huduma yako, utumishi wako, unaanza kwa machozi. Wakati unaanza biashara, unaanza katika taabu. Hayo ndio machozi. Na kujengea nini? Unatakiwa ujasiri, unatakiwa kujitoa mwanga, unatakiwa mkakamavu. Pamoja na hivyo, mbegu unaibeba, unaipeleka kuipanda. Pamoja na hivyo, ufalme wa Mungu kama mbegu ipandwe katika njia zako. Neno la Mungu linakujia, lakini katika maisha magumu, katika mazingira magumu, ambako huwezi ibada, ambako hauna nauli, ambako huwezi kuzuria, ambako huwezi kubeba kitengo hicho, ambako huwezi kutumika namna hiyo, lakini majira hayo lazima ufalme wa Mungu ulazimishe upandwe ndani ya njia zako kama mbegu. Utapanda kwa shida, utapandiwa kwa shida, utatumika kwa shida. Pengine unakwenda ni kama unalazimishwa, pengine unajitoa kama unalazimishwa, lakini ni majira ya kupanda kwa macho. Neno la Mungu nalipokea, linauma. Neno la Mungu nalipokea, lakini nzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira kama haya nakemea, nafundisha utakatifu. Ni majira ambayo mtu atasema mimi naacha ibada, naacha utumishi, na mimi nalazimika kupanda mbegu ya ufalme wa Mungu ndani ya watu. Katika hiyo mbegu itafanya watu wasimame, wengine naweza karudi nyuma. Katika kurudi nyuma, ninaweza nikakutana majira mazito sana ambayo sina washirika kanisani, ambayo sina watenda kazi, sina viongozi, na yule aliyekuwa ni tajiri, mfadhili wangu, ataniacha. Ni majira ya kupanda, na panda kwa shida. Ninalia na tajiri ameondoka, aliyekuwa nibeba ameondoka, aliyekuwa nibeba ameondoka, kiwango cha utakatifu yeye anataka hivi, mimi sitaki hivi. Ni majira ya kupanda kwa macho. Anasema lakini ukishapanda hiyo nguzo, ukishapanda msingi, ukishaimarisha, ukishasogea mbele, baada ya hapo atakwenda kuvuna kwa furaha. Baada ya hapo utakuwa na imani kubwa. Baada ya hapo utakuwa na utakatifu. Ukija kuingiza ufalme wa Mungu ndani ya familia, ndani ya ndoa, kuacha magomvi, kuacha mafarakano, ufalme wa Mungu kuingiza ndani, kuvaa nguo zinazomstiri mtu au zinazoleta utukufu wa Mungu, kuingiza utakatifu ndani ya watu ambao walikuwa ni makahaba, walikuwa ni walevi, kuingiza utakatifu ambao ni ufalme wa Mungu unapandwa katika njia ya ndoa, katika njia ya familia, kuingiza ndani ya mioyo ya watu kwenye mji ule, kwenye hiyo familia. Utaleta sekeseke, utaleta makelele, hata magomvi, utasababisha mara fulani kutofautiana kwa namna moja au nyingine. Kuingiza ufalme wa Mungu ndani ya mtu aliyejizoea kujituma anavyopenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumzuia ulevi, kumzuia ukahaba, kuingiza ufalme wa Mungu ndani ya mtu kama mbegu. Aache uongo, aache wizi. Ni ngumu sana kumgeuza mwanamke huyo asibe kawa za mume wake, kumgeuza mwanamume asimpige mke wake. Ni kazi, sio kazi. Sasa mwanamume sometimes wakati mwingine anaweza kanataka kulipa kisasi, ampige mke wake, lakini anaenda chumani, analia, anasema kwa kweli mimi nilivyo hivi, mwanamke ananisalau mimi nilivyo. Na mwanamume kana anaangalia kawa ziko pale, marage yako pale, mimi ningeviba, lakini wokovu ni mwenyeje. Anatamani kwa nini kupasuka. Ufalme wa Mungu unapandwa ndani ya mtu kwa machozi, kwa shida, lakini lazima ufanye nini? Lazima upandwe. Kubadili mavazi yake mtu sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubadili mawigi,
kubadili lipstick zake, akabadili uwanja akaziacha, akarudi katika akachana masuruali. Sio vyepesi, lazima aupande kwa machozi ule ufalme wa Mungu ndani yake. Lakini baada ya hapo akisha simama, mchawa mwezi kabisa, akisha simama anafanya biashara yake vizuri, akisha simama anastawi, afya inarudi, akisha simama, maana ufalme, utawala, mamlaka ya Mungu iko ndani yako, hawatakuweza tena. Tunaupanda ufalme wa Mungu ndani ya kanisa kama neno la Mungu, kama mbegu. Lakini kwa shida, watu wanasema kanisa hilo hatuliwezi, huduma yetu tutaiweza, mchungaji yule kazi hiyo hataiweza, maombi yao ni nani. Lakini baada ya muda tunakwenda kuvuna matunda baadaye, alafu tunasherekea kwenye miujiza, tunasherekea kwenye ishara, tunasherekea kwenye mamlaka ya Mungu, tunasherekea kwenye uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mtu anaweza akapita pale akasema, wao pastor, wao mtendakazi, wao mama Kayoyo, yani wewe umevuna sana, njano yako, maharage yako, nyanya yako zimevuna vizuri. Lakini kumbe ile ardhi zinastawisha. Muulizeni alianzaje? Alianza kwenye mwamba. Pengine mwamba hakuna udongo. Mtu anaweza kana anataka kupanda mbegu akutana na mwamba, akalazimika kusomba udongo wa mbolea kule, kusomba na matipa ya magari, anamwaga, anafunika ule mwamba. Haleluya. Ili aweze kuweka pale mgomba, aweze kuweka pale mbegu yake. Anapanda kwa machozi, kwa shida, lakini baadaye atakwenda kuvuna kwa furaha. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Natambua na kujua kwamba unanichukia. Kuna watu wananielewa, kuna watu wanielewi. Lakini mimi natambua napanda mbegu ya ufalme ndani yangu, naruhusu Mungu anitumie, na wewe ukiruhusu Mungu akutumie, ni kwa shida. Watu watanungunika, watu watalaumu, kiwango hiki, unajua jambo hili, lelelele, watasema mambo mengi. Mke wako atanungunika, mimi sitaki uokoke mwangu. Mume wako mke atanungunika, sitaki mke aokoke. Yaani ni wokovu hapa sultani. Shangaza na kataa. Lakini baada ya muda unapita kwa machozi, kwa shida. Nauli hauna, unatembea kwa miguu. Hauna mtaji, wanakuchekelea, unapanda kwa machozi. Utakwenda miaka mitatu, miaka miwili, miezi minne, miezi mitano, lakini baada ya muda, siku chache, mbegu kisha ota, ikisha stawi, tazama matunda, watashangaa unavuna matunda mazuri. Mungu akupe neema ya kuelewa jambo hili. Haleluya. Mungu akupe neema ya kuyaelewa na kufundisha. Mtu anayeamka saa 8 za usiku kuomba, saa 9 kuomba, anaomba pastor, anaomba mshirika, anaomba mama yule, anaomba baba yule, anaomba usiku wa manane, analala usingizi mfupi. Baada ya muda mchache amechoka. Anapanda mbegu kwa shida, anaombea ugonjwa, anawatumikia watu, anawasaidia watendakazi kanisani, anawahudumia, anawafundisha. Anapanda kwenye shida, wanakuuzi, wanakutesa, lakini baada ya muda Mungu atakupandisha daraja nyingine, utakwenda kuvuna kwa furaha. Utakwenda kuvuna kwa furaha. Mstari unaofuata wa 6 anasema hivi. Anasema, ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa mtu anakwenda kwa kufanya nini? Ingawa mtu, mstari wa 6, ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu zake kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo, huenda ikawa ni kwa kweli sadaka ya zaka hii, yani sadaka hii ya shukrani, yani mtu akishaweka nadhiri yake kuja kuiondoa, anaondoa kwa shida. Yani alisema tajenga hapa, taweka madhabahu hapa, taweka vigae, tapiga rangi, yani kuja kuondoa ile nadhiri yake ni shida. Anapanda, anaenda kuipeleka mbegu yake kwa kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo, naomba nikwambie jambo hili. Kuna mapito unapitia. Kuna kiwango cha utakatifu ulicho nacho. Kuna kiwango unachokitaka kinakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna huduma unayotamani uifanye. Wakati mwingine huduma umeshashikilia kitengo fulani ibadani, kanisani. Unakwenda kupanda mbegu ndani ya watu wale. Unakwenda kwa kulia. Unafundisha ukuelewi, unaelimisha ukuelewi, unaongoza ukuelewi. Wakati mwingine wanakuchukia, wanakunungunikia, wanakuchafua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuipeleka kweli kwa watu ni mbegu. Kukemea dhambi ni mbegu. Kujenga misingi ndani ya kanisa ni mbegu. Tunaipeleka kwa kulia. Ingawa mtu atapeleka mbegu yake kwa kulia, lakini baada ya muda atarudi na miganda. Atarudi na magunia, atarudi na akaunti,
atarudi na Airtel Money, Alopesa, M-Pesa, atarudi na kiasi kingine cha mtaji, anaitoa zaka yake. Kuna mtu anaweza akauza kahawa, nisikilize, anauza kahawa kama hivi msimu tulivyouza, utakwenda kuuza, anauza kahawa za 700,000, anatazama anaona 700,000 jumla 70,000 ambayo ni zaka yake. 70 kuichomoa 70, yani kasoro 30,000 kufika 100,000. 70, hakuna mtu anayetoa zaka kama hiyo asiumie. Ni kweli si kweli? Yani anauza kahawa zake milioni 7, 900,000. Sasa akiuza kahawa za 900,000, anaangalia zaka yake kahawa milioni 7 ameuza. Sasa zaka yake itakuwa bila shaka ni 700,000. Haleluya! Yani kweli 700,000 yote anaikusa, anasikia kama shoti kwenye mikono, anasikia kama anavutwa. Yule mtu anakwenda kupanda kwa shida. Hiyo ni mbegu anapanda ya zaka, ni mbegu ya shukrani anapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama anasema anamshukuru Mungu hivi nilivyo, akabinya akaja na 50,000. Sio kawaida mpendwa, sio kawaida mpendwa. Ukimuuliza huku nyuma ana madeni, ukimuuliza huku nyuma ana mdai, ukimuuliza huku nyuma yani mtoto wake hana hata uniform, ukimuuliza nyuma hata saizi mtoto ujauzito wake unaweza kukuta una miezi 8 bado hajanunua baby show, hana nguo za mtoto alizoandaa, lakini amebeba sadaka yake ya shukrani. Mungu alichomtendea 20,000 anaitoa kwa shida, anapanda kwa kulia, ingawa mtu anaenda kwa kulia au nitoe 5 nesi. Yani hiyo ndio macho ni kwa shida. Kuna mlima kufanya jambo hili, lakini anachokifanya mtu huyo amepanda mbegu kwa shida, amepanda mbegu katika mazingira familiani mwake, hakuna chakula, hakuna hiki na kile, anadaiwa mikopo, na kuna mtu mwingine amempa kadi ya sherehe ya harusi, lakini ameiacha. Anabeba sadaka yake ya zaka, anaipanda kwa kulia kwa machozi, lakini mwisho atarudi na migaa. Mungu akujalie kujua hayo. Sasa kwa kufanya hivyo ndicho kinachoitwa kwamba ufalme wa Mungu kama mbegu unaopandwa katika njia zako. Unapanda mwenyewe kanuni hiyo, taratibu za kimungu, utakatifu huo, mwongozo unaupanda mwenyewe kwenye ndoa, kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa mume wako. Unapanda mwenyewe ufalme wa Mungu kama mbegu katika eneo la kuvaa kwako. Panda mwenyewe nguo unaipenda, unaiona, lakini nakulazimu kuiacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapanda mbegu mwenyewe, haya mafuta siyataki tena, sitaki kujikoboa mwili wangu, sitaki kujichubua, sibadili sura yangu, nakaa vile vile, sitavaa mimi tena, sitavaa nguo za makaba hizi, navaa nguo ile stili. Yani nguo unaipenda, ulikuwa unavaa sura toka zamani, unaacha. Unapanda ufalme wa Mungu kama mbegu katika njia za Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaupanda ufalme wa Mungu kama mbegu. Utakatifu ni mbegu, maisha mapya ni mbegu. Sasa ulikuwa unaropoka maneno, ni msengenyaji, ni mwongo, ni mzushi, unatukana mke, unatukana mume, acha. Yani ni shida, itakugharimu miezi 6, miezi. Ulikuwa unamwita mke wako Mungu atakataka wewe. Unafanyaje sasa ili ubadilishe utakatifu uingie ndani yako mwanamume, ubadilike ufalme wa Mungu uingie ndani yako mwanamke, uanze kumheshimu mume wako, uanze kumpenda mume, uanze kumtambua ni mume wangu. Itakugharimu miezi. Unapanda mlima, hata mbegu unapoipanda kwa leo, hata uipande kwenye jimbo la maji, hayoti leo mpaka itimie siku ngapi? Siku 3. Kwa hiyo kuna kitu utakipanda kwa mmeo, kuna kitu utakipanda kwenye ndoa, lazima ukipe muda, majira yake atimie. Mbegu hiyo ikifika siku 3 iweze kuota. Baada ya kuota itapanda ngazi fulani, kimo fulani. Baada ya muda itaachilia matawi. Baada ya muda itachanua. Baada ya muda itazaa matunda. Baadaye utakuja kurudi na maganda. Lakini ukiona mtu anashuhudia muujiza wake, akishuhudia alichotendewa, amepita mahala fulani, mambo huyu anasema niliokoka si muda gani, sikumbuki alivyosema, lakini ukienda kuangalia hayuko chini ya miezi 8. Haleluya, miezi 4. Anasema hivi, mchungaji, mimi bwana nazaa watoto wa kiume mara kwa mara, au amwini, naomba kiniwekea mkono nikienda kupokea ujauzito nipate mtoto wa kiume. Anapanda imani. Haleluya, haleluya. Sasa ilimlazimu Elisha na Elia. Elia sasa ni mtumishi wa Mungu. Elisha anataka upako kama wa Elia. Elia akamwambia hivi, utakapokuwa pamoja nami
ukiendelea kunifuata, nikienda ibadani, nikienda kwenye jumuiya, nikienda kwenye makongamano, nikienda kwenye mafungo, ukiwa pamoja nami, sasa nikifundisha, ukiendelea ibadani, nasikia Elia alikuwa anamaanisha nini? Elisha endelee kumfuata, na Elia anapohubiri Elisha anasikia. Ni mbegu ya ufalme. Na yeye maandiko anasema kwamba Elisha akaenda akazichukua njozi zake za ng'ombe akaziuza, akawagawia vilivyobaki. Ina maana akaviacha, akaamua kumfuata huyu ili apate kitu cha ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Basi alichokuwa nakitaka Elia, alitaka Elisha aendelee kumfuata, na wewe endelea kufuata. Mama akaenda Ruti miezi 4, anatoka Rwengua anakuja mpaka miezi mingapi? Miezi 4. Kisha majira hayo dada akapokea ujauzito. Majira hayo sasa tunabaki kuangalia mbegu aliyoipanda kwa shida. Wanapita kwenye tingatinga mle kwa shida. Wanaamka mapema. Sasa hizi tunaachana saa 7, saa 8 muda huu kwa mfano. Sasa hizi tuko saa ngapi? 6:30. Barikiwe sana. Wako na makofi kwa Yesu. Na anaziona yale metaje saa 6:30 bara kwa bila kuangalia yale video. Ni wale. Hebu piga kile sema wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe unahubiri neno na anaangalia muda. Unamsaidia, ubarikiwe sana. Sasa sikiliza. Sasa saa 6 tunaachana. Yeye saa 7 anachanja mbuga kwa miguu. Miezi mingapi? Miezi 4. Saa 8 kufika nyumbani, pengine mmewaka muulize, watoto wajala chakula. Mwanamume yuko mahali hapa anatembea kwa miguu, natoka wapi na mmoja anamtukana. Miezi 4, lakini mwisho wa mwisho mama akapokea baraka yake. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Wanapita kwa shida kutoka Isingiro Karukwanzi, Mwea Njerekaela kule. Wanapita kwa shida. Tuna watu wanatoka kule Ruagabo chini, sio wanapita Acharo. Wanatoka kwa shida. Watu wanatoka kule Mama Shaji wa Mnara. Wanatoka kwa shida miaka miezi nenda rudi. Wanatoka Rutungu Rugarama kule Kirera. Wanapita kwa shida. Haleluya. Wanapanda mbegu. Elisha akaendelea kumfuata Elia kwa shida. Lakini mwisho upako, mamlaka, ufalme, ishara, miujiza Elisha akaipokea kutoka kwa Elia. Na wewe nakutamkia, nasema upokee. Na wewe natamka ubarikiwe. Na wewe natamka ongezeke. Na wewe natamka hiyo mbegu ikae kwako izae matunda. Haleluya. Mchungaji anafunga na kuomba, anatafuta uso wa Mungu, anatafuta nguvu ya Mungu, anaishi maisha fulani kadha wa kadha. Anapanda mbegu ya utakatifu, anapanda mbegu ya ufalme ndani ya njia zake. Kuna maisha mimi nayaishi ambayo sikuzaliwa hivi. Kuna ziki napitia, kuna mateso napitia, kuna biashara yangu nimeiacha, miradi yangu nimeiacha, nikajituma kwenye kazi ya Mungu, nikatoka nyumbani kwangu, nikaacha familia, nimetoka napiga hatua, napanda mbegu kwa shida, kwa kulia. Anasema lakini ingawa pastor unapanda mbegu, unalia, lakini mwisho wa siku utakuja kurudi na miganda. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Namaliza mimi andiko nasema, ingawa mtu anayekwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Jameni, Bwana Yesu asifiwe sana. Jameni, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usizimie roho yako, usikate tamaa. Haleluya. Unakwenda katika shida, unapita katika ziki, unataka kufanya matengenezo, unafanya marekebisho katika maisha yako. Kuna maisha unayotaka ya utakatifu. Wakati mtu mwingine anakuambia hujaokoka wewe, hujasimama wewe, hakuna chochote, wewe hautoweza, hautoendelea. Endelea kupanda kwa taabu, kwa shida, kwa kulia na kuomboleza. Mwisho utajikuta wewe ni mtakatifu, utajikuta ni mwana wa Mungu, utajikuta una baraka, utajikuta una mtoto, utajikuta umeolewa, una ndoa, utajikuta wewe sasa tayari una gari, utajikuta una usafiri pikipiki, utajikuta kanisa hili hatutakuwa namna hii. Tunapita kwa shida, kwa kulia, lakini baadaye tutaibuka kwa ushindi. Tutaibuka kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale Alhamisi nawapa ushuhuda wa kwamba hiki ambacho nakiona kimefanyika mahali hapa, hii ni sadaka ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye ni sadaka ya mtu mmoja,
ambaye anasema Bwana, mimi najitoa sadaka yangu mchungaji, ninaomba unibariki, naomba unitamkie niende kwenye biashara, nitamkie niende kununua gari, nitamkie niende kununua viwanja, nitamkie nifungue mradi fulani. Ni sadaka. Ile sadaka inapotolewa ni dhabihu. Ile sadaka inapotolewa ameitoa kwa pasta. Haleluya. Yeye anaitoa kwa kulia, anatoa kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Gharama iliyofanyika hapa, hivi vijana viviona hapa kuisha mpaka kupiga katukaka hapa, iko katika kiwango cha 1,200,000. 1,200,000. Hapo nimehesabu kama tukiwa tumeweka na karangi kamoja, kipande kimoja, yani ndoo moja ya rangi ni 1,60,000 hivi, yani rangi hivi, sio kuchanganya marangi wala kuchora. Yani hapo natafuta, nikiwa hapa niko na ubiri, nisipita hapa nikapigwa rangi, si ipo nyuma, huyo hajaingia. Yesu ingia bado, nilikuwa niko makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunatakiwa hapa tuweke rangi yoyote tu utakayochagua, bururu, nyekundu, nyeupe, ni nini, ili hata ukigusa hapa mikono yako huku kwa nyuma usipigwe mihuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo nahangaika nione kama nikipata hiyo ndoo moja ya rangi 1,170,000, basi na maana hapa tunapiga ukuta rangi moja, tunabaki ya kuchorea tunavyotaka vile maua baada, ili kuepusha hivi vitokaa visiguse mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Sasa anayebeba hiyo 1,000,000, anayebeba 700,000 yake, 900,000 hiyo anaiwekeza kwenye madhabahu, lakini kuna mali imetoka, kuna mali imechomoka. Anasikia kama tikisiko, anasikia kama tetemeko, anasikia kama kuumia, lakini anaumia, lakini amepanda mbele, anapanda kwa shida, kwa taabu, anapanda zaka yake, anapanda dhabihu yake. Ni kama analia, ni kama tumepoteza. Kama tungeongeza hapa tungenunua bajaji, unajua, kama tungeongeza tungenunua kiwanja pembeni, kama tungeongeza tungempeleka mtoto wetu shuleni, kwenye shule za advance, kwenye shule ambazo ni za private za maana. Na hivi hapo tungenunua pikipiki ya kumpa mtoto hapo, kama anasomea vyakula vya nguruwe. Hii 1,000,000 ni sawa, lakini anayachiria na ipanda kwa gharama, kwa kulia na kuomboleza. Hiyo ni mbegu imepandwa. Baada ya muda baraka zile, baada ya muda majibu yake atatokea, ataondoka na maga. Nilitaka kufundisha nini sehemu ya pili? Mchungaji amepewa hiyo sadaka, imetolewa. Sasa sadaka hiyo iliyotolewa ni mswara, na mchungaji anapanga kufanya jambo gani? Ningenunua suti 10, ningenunua viatu, ningenunua bajaji. Nilisema hivi, ningenunua mountain za kuwapa watoto wangu, kila mtoto na mountain ya, na mama mchungaji nikampa, na yeye wakamkubali. Lakini nimeacha huko, nikapanda madhabahu, nikasema kama isivyo Mungu, yani sadaka isigusi chochote kile aliyoitoa mpendo huyo, mshirika yule, mtendakazi, mtongozi, ipandwe madhabahuni, tuweke hiki, tufanye hiki. Tukapanga, tukaazimia, tukaona jambo linapendeza. Panapendeza au hapana? Panapendeza au hapana? Kwa hiyo mtu unaacha nguo, unaacha sofa nyumbani, unaacha redio nyumbani, unaacha kitanda, unaacha magodoro hayo, unasema kwa sehemu nyingine sasa ninaitoa mbegu na ipanda kwa kulia. Unalia, ndio sio kawaida. 10 zinaondoka, hauna kitu tena. Alafu baada ya siku ya kwanza huni chochote, siku ya pili kuna chochote, siku ya tatu kuna chochote. Mbegu inakaa ardhini siku ngapi? Siku ya tatu, ya 4 au ya 3 inatoka. Yesu akakaa siku ngapi? Siku ngapi? Siku ngapi? Sasa majira ya siku 3, mtu akiwa amekufa leo, siku ya kwanza unaweza usikia harufu yake. Siku ya 3 kinaanza kuoza, hata kama ni mbwa alimzoga. Mbegu kipanda chini inaanza kuoza, siku ya 3 inaanza kunuka, inakuwa chembe chembe. Na mbegu isipokufa hapazaliwi nini? Hapazaliwi mtu mwingine. Kwa hiyo mbegu inapokufa, kwa hiyo inapotoa sadaka yako, iache yoze, ipe muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Iache hiyo mbegu yoze chini, iache shauriki kabisa. Utakapoanza kuona majira kana kwamba wala chichingusa, sisikii kama nilitoa, sisikii hata maumivu, ile zako umeshaachilia leo, kwa siku ya leo, siku ya pili, ya 3, nasikia kama zaka yangu 1,000,000, zaka yangu 500,000, zaka yangu 400,000, zaka yangu nilitoa ile zaka yangu mbuzi, ng'ombe, inakutesa. Iache yoze kwanza, ifikike kabisa kama huna mahesabu hayo tena. Mungu ataanza kurudisha majibu yake baada. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Haleluya. Sasa mtu ameokoka, nisikize vizuri. Mtu ameokoka, bado kijijini anamtaka, bado miungu inamtaka, bado wachawi wanamtaka,
bado jamii inasema ulitupotea, tunakuhitaji bado, mbona ujaja? Lakini wanakufuatilia wale wazee wa kanisa, wanakufuatilia wasemasi, wanakuhesabu wewe ni mtu wao, mguu wa kwanza, wanaujua kama ni wa kwao, wa pili ni wa kwako. Huku kanisani huku bado hujasimama, bado majira yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira yako bado, mbegu imepandwa ndani, bado wale wanakutegemea, unaweza kaja baadaye. Lakini mimi kama hivi sasa hivi, hata uende kwa padri umuulize, hawanijui, walishanifuta zama, yani nilishafutika huko, yani mbegu ilishaoza moja kwa moja. Mshike mkono mwenzako, muulize, ulishafutika huko, ulishaoza jumla. Bado mtu mwingine ametunza namba ya mganga wa kienyeji, ametunza namba ya mganga nini wa kienyeji aliyokuwa anamtumia, aliyokuwa anampa mitishamba. Kwa Yesu yupo, bado ametunza namba ya mganga wa kienyeji. Mbegu imeshaoza. Mganga wa kienyeji anakujua, alafu na kanisani unajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mizimu ya ukoo ya familia bado anaitambikia, bado anaiabudu, bado anampa Mungu, anampa ibada Mungu wa kuzimu. Yaani hiyo mbegu bado haijaoza. Kwa hiyo hakikisha umepanda mbegu ya ufalme katika njia zako. Sawazisha mapito yako, ondoa vitu vyote vya kichawi, vya kiganga, ondoa mizimu, ondoa ibada za biashara, ondoa ibada ya shamba, ondoa ibada ya miradi yako. Hiyo ika pembeni, niseme leo ni siku ya Bwana Jumapili, nimepanda mbegu, nenda ibada. Haleluya. Ipande mbegu ya zaka. Yaani uwe na fungu la 10 katika miradi yako. Ipande mbegu katika njia zako. Ufalme wa Mungu unaingia kwenye ule mradi. Ufalme wa Mungu unaingia kwenye biashara yako ya duka. Ufalme wa Mungu utaingia kwenye mradi wako wa mashamba. Kwenye biashara yako ya kununua mbegu, labda unanunua, labda ni wakala, ni agent wa viwanja, agent wa magari, labda ni mnunuzi wa maharage na chochote kile. Yaani utaka ufalme wa Mungu, pesa yako ina ufalme wa Mungu. Ukiachilia kenda kwa mtu fulani, hawezi kudhulumu, hawezi kuiba, na hata kama akidhulumu atakuwa jazulumu, anakuchelewesha, lazima alipe deni. Maana ile pesa yangu ina mkono wa nani? Ina mbegu ya ufalme wa nani? Ilipiwa zaka, ilipiwa fungu la 10, iliyotolewa sadaka, ilipiwa dhabihu. Lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amewekeza. Huyu mama mjamzito anasema nasimama kumshukuru Mungu, naitoa sadaka yangu 20,000 kwa sababu niombea na kupona. Tayari ufalme wa Mungu umeatendi pale, amewekeza, ametoa dhabihu. Wale wachawi wakimwaga damu, wakiweka kafara zao, wakituma mtego, hawataweza, maana mkono wa Mungu umeambatana na yule mama. Alipoombewa akajibiwa, amesimama kutaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga kelele, sema ufalme wa Mungu kama mbegu. Ufalme wa Mungu ni kama mbegu. Neno la Mungu ni kama mbegu. Maarifa ya Mungu ni mbegu. Utakatifu ni mbegu unaopandwa katika njia ya mtu. Makofi kwa Yesu. Dakika zangu zinanilinda hapo. Angalia kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 13. Kuna kitu miazimiana wale walihamisi, unakumbuka nadhani. Mathayo 13. Na mimi kama nio. Mathayo 13. Mimi siwezi kusahau, nitasahau kidogo. Mathayo 10 ngapi? Mathayo 13 huenda ikatupeleka mstari wa 31. Mathayo 13:31. Mathayo 13:31 sura. Mathayo sura 13 mstari wa 31 mpaka 32. Anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usisahau limeitwa shamba eti. Tuko sawa? Ufalme wa Mungu ni kama punje ya haradali anayoitwaa mtu, anaipanda katika shamba lake. Ili ni shamba kuna migomba, ili ni shamba kuna kahawa, ili ni shamba kuna mpunga mchele, ili ni shamba kuna maharage, ili ni shamba labda si kuna miwa, sielewi, lakini naitwa shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ni shamba kuna kahawa. Sasa akachukua ile mbegu ya punje ya haradali akaipanda katikati ya ile mikawa yake. Ili ni shamba ni duka, ili ni shamba ni biashara,
Hili ni shamba ni mfugo wako, ni ng'ombe, ni mbuzi. Hili ni shamba ni chochote unachozungusha, unachouza popote pale. Haleluya! Ufalme wa Mungu, narudia, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Ni kitu kidogo tu, unakizalau. Ukiangalia pesa yako ni nyingi sana, na nilo mpendwa, pesa unayobaki nayo katika fungu la 10 ndio nyingi. Shamba ni kubwa, lakini kazaka ni kadogo. Fungu la 10 ni ndogo. Elimu yako ulionayo, usomi ulionao, maarifa ulionayo, vidato ulivyo navyo, vyeti vya masomo ulionayo, taaluma ulionayo ni kubwa sana, lakini kama hakuna punje ya mbegu kama chembe ya haradali, ukaipande kwenye ofisi, ukaipanda kwenye ndoa. Wewe unasema nimeolewa, wewe unasema nina ndoa, mimi nina pete, nina vyeti vya ndoa, tulifunga mahakamani, tulifungisha ndoa, mchungaji alifungisha, padre alifunga, ni sawa. Lakini pale kama hakuna punje, hakuna mbegu ya haradali, ukaipande katikati ya ndoa, pamoja na ndoa kuna masharti yote, vyeti vya ndoa unavyo, hiyo ndoa itaharibika. Ndoa itafanya nini? Itaharibika. Pamoja na kuwa ni nesi, pamoja na kuwa ni daktari, pamoja na kuwa na famasia, pamoja na kuwa na pesa zako zote, lakini mwili wako kama hujapanda mbegu ya punje, mbegu ya haradali katikati ya shamba ambalo ni mwili, katikati ya moyo ambao ni mwili, basi ile mwili utaharibikiwa. Kuna mtu anasema naye, kama umevuna, umeuza, umepata milioni 6, umepata 700,000, utapata mabilioni. Akaunti ni kubwa sana, wekeza. Wapeleka watoto shule, ni sawa, weka. Nunua magari, ni sawa. Nunua pikipiki, ni sawa. Kajenge misauzi, ni sawa, weka. Lakini mle panatakiwa punje moja ndogo kama mbegu ya haradali katikati ya shamba kubwa. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Mifano hii ni migumu sana kuielewa kiroho. Akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Ni shamba, sio kiwanja. Kiwanja ni kile ambacho, yani ni kiwanja wala hakuna nyumba, au ni kiwanja kenye madini. Ni shamba. Shamba kuna miwa, shamba kuna maharage mpendwa, shamba kuna njoge. Haleluya! Lakini jamaa huyu akatambua jambo hili, akaichukua ile punje ya haradali akaipanda katikati ya lile shamba. Naona utakiwa upande ufalme wa Mungu ambao ni kama punje ya haradali. Ni ndogo, maelekezo ni madogo, maarifa ni madogo, sheria za Mungu ni ndogo sana. Yesu akawaambia, tazama mimi, akasema nila yangu ni laini. Nila ni kitu ambacho Mungu anafunga nacho, ni mkataba. Anasema mkataba wangu ni laini, ni laini, ni mwepesi. Ni punje ya haradali, ni ndogo sana, lakini akaipanda katikati lile shamba. Shamba lako lina punje ya mbegu ya Mungu. Biashara yako kuna mbegu ya Mungu, mbegu ya ufalme mwilini mwako. Miradi yako unayoendesha, hakikisha mpendwa, umepanda mbegu ya ufalme ifananayo kama punje ndogo ya haradali, lakini katika shamba lako, katika mradi wako, katika ndoa yako. Wekeza kitu cha namna katika njia za. Kuna mtu ananielewa mpaka hapo? Mstari unaofuata wa 32 anasema nayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Zile mbegu zilizokuwa kwenye ile shamba ndio naongelea. Lile shamba kulikuwepo mbegu kubwa, kulikuwepo mtaji mkubwa, kulikuwepo kisomo, elimu kubwa, taaluma kubwa, kulikuwepo kwamba yani yeye ofisi alipoingia ana mjomba na shangazi, ni kubwa. Anasema na hiyo ni ndogo kuliko mbegu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio changamoto ambayo tunakutana nayo. Sina Biblia hapa pasta, sinaweza nikahubiri injili, sinaweza nikashuti watu, sinaweza nikamwambia watoe sadaka, naweza nikamwambia haleluya, naweza kusema kwa jina la Yesu nalo, lakini panatakiwa ufalme ndani ya. Nikifungua kanisa, nikishapata kiwanja mimi nafungua. Nafungua kanisa hapo. Nikishafungulia watu wanakuja. Naweka mle vinanda, naweka pale wapiga gitaa. Wanakuja, watu wanataka kuimba, wanataka pia vinanda. Wakishanijua nina kamera na nini, watanifuata, fanya. Na ndiko ninasema, kwa jina la Yesu mtaondoa pepo. Nitataja kwa jina la, nenda taja, wanataja wengi, hakuna kinachoendelea. Mpaka ndani yako mchungaji, weke punje ya mbegu ya ufalme wa nani?
kuna kitu natakiwa kile ndani yako, mchungaji, kiongozi. Hiyo ndio inaitwa punje ya ndogo, yaani kitu kidogo, lakini inaonekana ni bounce. Mimi na kitambi na mwili wa mchungaji, mwili wa kiaskofu, nenda mwenyewe, pambana mwenyewe. Yaani mimi nikishaolewa, nikishapata mchumba, yaani nikiolewa tu, mimi nikipata mchumba nimemaliza. Nenda olewe. Utatuambia baadaye. Nina mchumba ananipenda, nikatoka Kongo, katoka Marekani, ananipenda, ameniambia yani ananipenda kama samaki na nini na bahari. Na hela ananipa, natunza, anakupa natunza, lakini kama hakuna mbegu ya ufalme wa Mungu, hakuna punje hii ndogo ndani ya uchumba wako, unaendesha uchumba wako bila Mungu, unaendesha mambo yako bila Mungu, unafanya mambo bila Mungu, muda mchache hizo miti, hizo mbegu kubwa zinazozidi ile mbegu ya haradali, kama mbegu haipo mle ndani, vitapigwa vitu vyo, utanyanyaswa, utateswa. Ingiza ufalme wa Mungu ndani yako katika njia zako kama mbegu. Niko na muda hapo, ni 32 namalizia. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mbegu zote. Yaani neshambaye semzo, lakini kisha kuote, kisha mea, inakuwa kubwa kuliko, lakini ikapunje ni kadogo. Kinachowezesha biashara yako, kinachoendesha mradi wako, kinachoendesha huduma ni ile mbegu ya ufalme wa nani. Ikishaanza kufanya kazi, inamea, inaota, inasambaza matawi yake, inazidi vitu vyote. Kwa hiyo adui akija, ndege wakija, nyuni wakija, mabaya akija, kinachotaka kutua kuharibu mambo yako kitatua kwenye ule mti, wala hakuna kinachoweza kushambulia mbegu zako zozote. Anasema huwa kubwa kuliko mbegu zote. Ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yale. Hata nyuni wa angani huja na kukaa kwenye ule mti na kukaa katika yale majani au yale matawi ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui akirusha kombora, mabaya akitokea, yanakuta mimi kwenye gari langu kuna ile mbegu ya ufalme wa Mungu ndogo kama chembe ya haradali. Moyoni mwangu kuna mbegu ndogo, haitazamiki, haionekani. Mtu akiona hivyo ni kwa kawaida. Mama hili ni kawaida, ndoa hii ni kawaida, biashara yake ni kawaida. Mbona anauza anapata? Mbona amejenga nyumba? Mbona ampeleka watoto shule? Kuna mbegu moja ionekana ni ndogo kuliko mbegu nyingine, lakini imetanda bila kuonekana. Na wale ndege wakija kudonoa, hawadonoi kwenye mbegu zangu, hawaguse maragi yangu, hawadonoi familia yangu, hawadonoi watoto wangu. Mbegu ile imemea na kuzaa matawi makubwa sana na kutanda, ni kivuli. Zile mbegu zangu nyingine ziliko chini zinaota vizuri, zinapata kivuli, zinapata mvua, zinapata manyunyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nani amenielewa mpaka hapo nilipofikia? Aliyeelewa, aliyenielewa. Wewe ndio umenielewa. Mpigie Mungu makofi, mpigie Mungu makofi, mpigie Mungu makofi. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Chukua nafasi yako kae. Chukua nafasi yako kae, angalia kitabu cha Luka. Hili neno nalolihubiri ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ambalo nalihubiri kwako ni mbegu. Hebu wote tamka, sema neno la Mungu ni mbegu. Ukipanda kwenye ndoa, ukipanda kwenye biashara, ukipanda kwenye moyo, ukipanda kwa watoto, ukipanda popote pale, ni mbegu inazaa matunda. Luka sura 8. Luka sura 8. Jifunze kuweka mbegu ya Mungu, mbegu ya ufalme ndani ya moyo wako. Mbegu ni neno. Mungu baraka zake huanza na neno. Mungu baraka zake huanza katika kutamka. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, neno alikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwepo ukiwa, ndipo Mungu akatamka, lakini neno hili alikuwa ni nani?
ni Mungu. Kitabu cha Luka sura 8. Twende mstari wa 11. Luka 8 mstari wa 11. Utajua mwenyewe. Sasa nisikilize. Tunao watu namaliza ibada yangu namna hii. Mstari wa 11 unaona? Anasema mstari wa 11, na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unataka mbegu za baraka, mbegu ya mafanikio, mbegu inayoanza ya kwanza ni neno hili, ambalo ndio neno hili, neno la nani? Neno la Mungu. Kwa hiyo mtu anaposikia neno ni maarifa, neno ni mwongozo, neno ndiye Mungu, neno ndiye mtakatifu, neno ndiyo viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lile neno kalitupa pembeni, na lile neno kaliacha kwenye ndoa lisimike, na lile neno kaliacha kwenye biashara lisimike, neno kaliacha kwenye miradi, neno kaliacha kwenye utumishi, kwenye huduma yako, neno mchungaji akaliacha kwenye madhabahu ya Mungu, asitumie lile neno na kulifanyia kazi. Mungu alimwambia Suleimani, akasema, tazama umenijengea nyumba ya samani ya maana, akasema, lakini kama pata kuwepo neno langu na utakatifu, sitakuwemo katika nyumba hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni sehemu yako, kiongozi, mtenda kazi. Nyumba yako umejenga, biashara umejenga, lakini je, neno la utakatifu, utakatifu mnalie, madhabahu tumejenga, kama tumejenga ni sawa, lakini ile kairo tuliyojenga, je, kuna neno la utakatifu ndani? Mungu akamwambia Suleimani, akasema, nyumba umenijengea safi kabisa, ya ajabu kuliko mitume wengine, kuliko manabii wengine. Lakini hiyo nyumba kama hakuna utakatifu, hakuna viwango vya utakatifu, hakuna viwango vya wema, hakuna utumishi ndani yake, akasema hilo jumba sitakuwemo. Kwa hiyo Mungu anakuwa ndani ya kanisa hili si kwa sababu kuna vigae wala vioo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuwa kwenye duka lako kubwa si kwa sababu duka ni la jumla, lina bidhaa kubwa sana. Mungu anakuwa ndani ya mwili wa mtu sio kwa sababu amenenepa, hapana. Sio kwa sababu anakula chips na mayai, hapana. Ni kwa sababu umeweka ndani ya moyo wako neno la nani? Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu anakuwa ndani ya yale makanisa. Mungu atakuwa kwenye mradi wako ambao umefungua. Kuna mama anaendesha kule, kuna dada anaendesha kule, kuna gari imebeba njoge, kuna gari imebeba kahawa, kuna gari imebeba maharage njano, kuna mashamba mala fulani ya njoge, kuna mashamba fulani ya ndizi. Kuna rasilimali umepanua mipaka yako imeendelea. Kuna mara fulani watu wanazungusha kupitia wewe. Mule mradi utakuwa na Mungu kwa sababu aliyeutia mafuta ni wewe, wewe ndiye mtia mafuta. Mungu atakuwa na pikipiki yako inayokwenda, AC zako zinakwenda, magari makubwa inakwenda ruti ndefu sana. Atafanya hivyo Mungu. Ataleta majibu kwa mtu ambaye umempa pesa kawa. Anakwenda Mungu kwa mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anakwenda na uwe mradi wako. Pesa yangu iko mara fulani nimewekeza. Lazima Mungu ajigendeo. Lazima Mungu atembee. Hatua zangu wakati nampa ile pesa, hatua zangu nilianza na nani? Nilianza na Mungu. Si kwa uzuri wako utaolewa, sio kwa sababu na pesa kijana utapata mchumba, hapana. Sio kwa uzuri wako utaka kwenye ndoa, hapana. Lazima umle upande mbegu ya punje ndogo ya haradali, alafu itembee na mambo yako. Bila shaka kuna mtu ananipata. Kuna mtu ananielewa? Neno la Mungu ni nini? Ni mbegu. Niko kwenye Luka ndio namaliza naye dakika zangu hizi. Luka 8 mstari wa 11 ndio nilikuwa pale, anasema, na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Mstari wa 12, anasema wale wa karibu na njia ndio ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wale walio karibu na njia, kando ya njia, ni aina ya watu ambao walikuwa wanasikia lile neno, wamepokea lile neno, lakini baada ya muda Ibilisi anakuja analiondoa, au zingatii, au fuatilia, au yaishi maisha namna hiyo. Lile neno ndio mbegu. Unatakiwa kulipanda katika njia zako, kwenye moyo wako, kwenye maisha yako.
Anasema Ibilisi akisha liondoa, lengo na dhumuni la Ibilisi akufanye kupuuza, uzalau, usizingatie, alafu usije ukafanya nini? Ukaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, makofi kwa Yesu. Asija akaokoka. Kuokoka kuna aina vitu viwili. Aina ngapi? Mbili. Kuokoka kumpa Yesu maisha yako, lile neno linamuokoa mtu ageuke, abadilike. Neno lile linakwenda kwa lengo na dhumuni likuokoe, likutoe kwenye yale majanga, likutoe kwenye ile ajali, likutoe kwenye yale magonjwa, likutoe kwenye hizo changamoto, likutoe kwenye malazi, likutoe kwenye maskini. Watu wamefunga mikono yao, likutoe katika mikono ya waganga na wachawi. Ndio maana kusudi ya hiyo mbele. Neno la Mungu linakunusurisha na kila aina ya mabaya. Kisha Mungu mwenye kuachilia riziki la kila siku, mwenye kuachilia mbegu na mkate, atupatie riziki za kila siku. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Ninaomba inamishe kichwa chako, muda wangu umefika. Nilisema tukiwahi mapema Jumapili, mapema sana, vipindi vyetu vikaenda vizuri, na mimi nitazingatia mwisho wangu ni saa 6. Yaani saa 6:30, saa 6:40 au 7 kamili nakuwa nahitimisha mambo yangu na kuachia, na ibaki na ibada yale marafiki zangu ambao namhitaji mchungaji na shida. Lakini wewe nakuachia mapema ndani ya saa 6 huko katikati, lakini nikuachie au mwanzo wa saa 7 lazima nikuachie. Inamisha kichwa chako, nimemaliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu unayetenda pamoja na watu hawa. Neno lako ni mbegu. Katika jina la Yesu Kristo nalitia uzima, nalivuvia Roho wako Mtakatifu neno hili liende kama mbegu ndani ya maisha baba huyo, mama huyu, sawa sawa na ujumbe wako ulipotuma ukauachilia, ukae katika njia zao. Nimepanda mbegu kwenye ndoa, nimepanda mbegu kwenye biashara, nimepanda mbegu kwenye imani kwenye yao, nimepanda mbegu kwenye maisha na njia zao. Popote anakokwenda mtu huyu, hii mbegu ikae ndani yake. Neno hili lipate kumwokoa na kumnusurisha na majanga. Kisha kupitia neno hili na iwe baraka na riziki ya kila siku. Katika jina la Yesu nalitia mafuta na damu ya Kristo. Pokea ushindi na mamlaka hii. Na uinua kichwa kusema napokea. Piga kelele, sema tiani. Nimemaliza.